Hii ni Kusaga TV na mimi ni Anthony Komba, na hii ni taarifa kutoka mkoani Mbeya. Baadhi ya vijana wajasiriamali jijini Mbeya wamempongeza mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Chipando maarufu Baba Levo kwa kuwapambania bodaboda wasilipe tozo zaidi, badala yake tozo hizo zipelekwe kwenye pombe. Wakizungumza na wanahabari, vijana hao wamesema kutokana na hali ngumu ya maisha na uhalisia wa maisha ya bodaboda, kuongezea tozo itasababisha kuwabebesha mzigo mkubwa, hivyo kuliunga mkono wazo la mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Chipando maarufu Baba Levo la kuongeza tozo kwenye pombe na kuacha huru bodaboda. Akichangia bajeti kuu na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2026-2027 bungeni jijini Dodoma, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Chipando maarufu Baba Levo amesema aungi mkono hoja ya kuongeza shilingi 45,000 kwenye kodi za bodaboda, na badala yake ameshauri tozo hiyo iwekwe kwenye vilevi, akieleza kuwa yeye ni miongoni mwa vijana ambao hawajapata elimu ya juu, hivyo yuko tayari kuwatetea vijana hao ili wasibebeshwe mzigo wa tozo ambazo zitawarudisha nyuma kimaendeleo. Okay, kwa majina naitwa Michael Daudi Kaminyoge, anapatikana Mbeya. Baba Levo naweza nikasema yuko sahihi, kwa sababu ninachosema yeye anaweza kawa yuko sahihi ni kwa sababu bodaboda ukifuatilia sana ni watu ambao hawana elimu yao ni ya kawaida. Tutashangaa mtu amesha darasa la 7. Sasa nadhani hilo pendekezo lilolitoa kwamba ongezeko la tozo ni vizuri lingeenda kwenye tungi, kwa sababu vijana tumebenzi sana kwenye mambo hayo na hakuna faida yote tunayoipata, zaidi kwamba tunapoteza nguvu kazi ya taifa. Nadhani yuko sahihi tu, kwa hilo mimi namuunga mkono. Pombe sidhani kama ina maendeleo yote kwenye nchi. Sidhani kama inafanya vijana wapige hatua kwenda mbele. Sijaona faida yake. Lakini bodaboda ni sehemu ambayo naweza nikasema ni usafiri ambao unasaidia kila raia. Yaani sijaona hasara yoyote kwenye bodaboda mimi, ila kwenye pombe naona hasara. Kwa majina naitwa Ali, ni mkazi wa Sokomatola, Mbeya. Kwa alichokiongea Baba Levo kuhusiana na bodaboda bungeni juu ya swala la kuongezewa tozo, nadhani ni zaidi ya siasa. Tunaweza kusema ni harakati, kwa maana ya kwamba anajaribu kutetea kundi dogo ambalo limesahaulika kwa kiasi kikubwa katika masuala mazima ya utafutaji. Anazungumzia kundi ambalo limechukua vijana wengi ambao ni wahitimu na ambao si wahitimu. Anazungumzia kundi ambalo limechukua ajira ya vitu mbalimbali katika sehemu moja. Kwa hiyo ni kitu kizuri, na binafsi mimi nampongeza sana. Si vyema kusema uongezee mzigo vijana ambao wameamua kujiajiri kutafuta mkate wao wa kila siku. Na pendekezo lake alilotoa la kusema hizo ongezeko zipelekwe kwenye pombe pia si baya, hiyo ni nzuri, japo pia na penyewe lile kundi dogo la watu wachache wanaokunywa wataona kama wameandamwa, lakini sasa hamna namna, itabidi ipelekwe huko na kwenye sigara huko. Na kile ambacho amezungumzia mbunge wetu wa Mbeya mjini Mwalunenge juu ya swala zima la bodaboda kusema waongezewe, mimi nadhani aliteleza. Si kauli yenye afya kwa mustakabali mzima wa maslahi ya vijana ambao wameamua kujitafutia, kwa sababu kazi ya bodaboda ni watu wanalinda familia, wanakuza watoto kupitia kazi hiyo. Kwa hiyo si swala zuri, si kauli nzuri kwa vijana, kwa sababu wana changamoto nyingi ambazo serikali ilibidi wasaidie. Kwa hiyo badala ya kusema waongezewe mzigo, ilitakiwa atoe wazo la serikali iweze kuboresha baadhi ya mbinu na mambo mengi ya kuwasaidia wa vijana ambao wameamua kujisaidia na kutafuta mkate wao wa kawaida. Kwa hiyo Mwalunenge, kwa kauli yako ni vizuri ukatoka lazi vijana na bodaboda ukawataka lazi, si kauli yenye afya kwa mustakabali mzima wa vijana wanaojitafutia, na si vizuri kuongezea mzigo. Kwa jina anaitwa Ramadhani Saidi Mzee, ni mkazi wa Mbeya, Sokomatola, kata ya Maendeleo. Kwa mimi mawazo yangu kwa maoni aliyotoa mheshimiwa mbunge Baba Levo, naweza nikasema yuko sahihi. Yuko sahihi nikiwa na maana ya kwamba uwezo ukamng'ania mtu wa chini atoe pesa ndogo anaipata kwa tabu afu aitoe, wakati kuna sehemu unaweza kwenda kuwabana watu ambao wanazalisha vitu vikubwa na mitaji yao ni mikubwa na ukapata kodi vizuri, kama alivyotoa ushauri wa kusema kwamba waongeze kodi kwenye vinywaji. Sasa ni pombe, yuko sawa.
Kwa upande wangu mimi naona yuko sawa, sababu unasema mawazo ya mtu hayazuiliwi, lakini mawazo yangu mimi naona yuko sahihi kwa alichozungumza. Sijajua wenzangu, lakini kwa upande wangu mimi naona yuko sahihi, kwa sababu sio kitu cha lazima. Sio kitu cha lazima kama vile maji unasema kwamba usipoyapata utateseka. Hapana. Ndio maana mtu asipokunywa pombe haumwi, asipokunywa pombe hafi, ila asipokula na asipokunywa maji unasikia hata hospitali ambaye wewe haunywi maji, wewe hauli chakula, ndio unapata vitu shida, vidonda vya tumbo. Kwa maoni yangu mimi ni hayo. Kwa majina naitwa Meshaki Abeli, ni mkazi wa Sokomatola, ni mtumiaji wa alcohol. Serikali bwana ingeangalia sehemu nyingine ya kwenda kutafuta namna ya kupata kodi, ila sio kwenda kutafuta kuongeza asilimia za kwenye pombe, maana sisi wanywaji bwana tutaathirika sana na unywaji wa pombe. Kwa hiyo wangetafuta namna nyingine, wangeweza kupata kodi sahihi, wangeenda kuinvest hata wangeangalia upande wa machinga huko na kadhalika, ila sio kwenye pombe. Naona hiyo hajakaa sawa kwa upande wa wanywaji. Lakini wamesema huko kwa machinga ndio wana hali ngumu. Nyewe mnaotumia vinywaji vilevi mna pesa, mnaweza mkakatwa huko? Hamna cha pesa wala nini, bali tu ni sehemu ya starehe ambayo mtu anapenda na anaweza akaenda kupunguza mawazo yake. Kwa ikiwa juu sana baada ya kuwa weekend nini mtu anatakiwa starehe, sasa kama juu sana itakuwa ina cost watu wengi, maana watumiaji wa pombe pia ni wengi. Wangeangalia sehemu nyingine za kwenda kutafuta na kodi za mapato ya serikali. Lakini la pili, naomba tuongee ukweli. Wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumekataa kuwa wanafiki. Tumekataa kuwa vigeugeu kwenye swala la bodaboda. Tumekataa, na hii ni kwa sababu wakati tunagombea hawa vijana wa bodaboda ndio lilikuwa jeshi kubwa tunalitanguliza mbele ili tuweze kupata ushindi katika majimbo yetu. Kwa hiyo linapotokea jambo lolote ambalo linawahusu bodaboda, linawahusu watu ambao tuliwategemea wakati tunatafuta vyeo hivi kuja kukaa kwenye viti vyekundu, lazima tulijadili kwa kina kuona namna ya kuepushia mzigo. Naomba Mheshimiwa Waziri, ili wazo la kuongeza tozo kwenye bodaboda ulitoe. Na mimi wakati nagombea nilijitabanisha wazi kwamba mimi ndo mfalme wa bodaboda katika nchi ya Tanzania. Hatutakubali kuona vijana wanaongezewa mzigo. 75%, nendeni mkachunguze, 75% ya bodaboda ni darasa la 7 ambao wametengwa kwenye wizara karibia zote. Ukituona juzi kulikuwa na kazi zimetangazwa jeshini, wanatangaza kuanzia form 4, form 6 vyuo. Darasa la 7 mmewaacha mtaani. Angalieni wizara zote. Sasa sehemu ambapo wamejiegemeza tunataka kwenda kuwakandamiza zaidi ya 75%. Na mimi ni darasa la 7 niko humu ndani. Siwezi kuwageuka ndugu zangu. Siwezi kuwageuka. Kwa tunaomba hizi tozo zipelekwe sehemu zingine, simtuletee sisi watu watungi. Bia ilikuwa inauzwa 1000 mkapandisha 2000, 3000, 5000 tunalipa tu. Watoleeni bodaboda tuleteni sisi watu watungi, sisi tutalipa hiyo, wala haina shida yoyote. La mwisho kabisa, naomba Mheshimiwa Mwenyekiti na waheshimiwa wabunge, tusikichome moto kichaka hiki cha bodaboda. Kimetufaa sana, kimetuhifadhi sana, kimeleta utulivu mkubwa sana kwenye taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mbunge Baba Levo hapa amesema watu wengi zaidi ya 70% ni darasa la 7. Nataka nimwambie hata watu wenye bachelor degrees, watu wenye masters sasa wamejiajiri kwenye bodaboda. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, badala ya kuwaongezea kodi, tuangalie namna ya kusubsidize hizi shughuli wanazozifanya wao, tuweke ruzuku ili kuwatia moyo na kuirasimisha hii shughuli kwamba inatambulika na serikali. Baada ya kusema Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tena nirudie kwamba naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Patali.